jukumu la kuajiri walimu ni la serikali. Ndio mheshimiwa. Na serikali kuu, na ninyi mnapokuwa na mahitaji maeneo mengine mnatumia mapato ya ndani. Kwa nini mnaacha walimu walipwe na wazazi? Kwa sasa hivi tulikubaliana kwamba tuanze kuhakikisha kwamba maboma yote yanakamilika. Tutakapokamilisha upande wa maboma tuingie upande wa elimu. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tupo tayari kupokea maelekezo, na kwa sasa hivi kwa kuwa tuko kwenye kipindi cha kufanya mabadiliko ya bajeti na kuingia kwenye bajeti mpya, tuko tayari kufanya mabadiliko na kuhakikisha kwamba haya nayo yanaingizwa katika utekelezaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, panapo na nyongeza, palipo na mahitaji ya walimu, serikali zetu za mitaa zichukue jukumu. Tumepokea mheshimiwa. Tusiwakoseshe, tusiwape shida wazazi, tusiwape kazi wazazi ya kufanya jukumu la serikali. Tumepokea mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, zipo hoja ambazo zilielekezwa kwetu TAMISEMI kupitia wananchi walioandikisha na umetupatia hapa. Ndugu yangu Ezekieli amewasilisha hoja na tayari umeshaitolea maelekezo ambayo ilikuwa inahusu hizi fedha zinazochangishwa kwa ajili ya walimu wanaojitolea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kasi ya ujenzi wa mashule ambayo imefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan, shule 1300 za sekondari mpya, shule za msingi 2700 zimepelekea uhitaji mkubwa wa walimu, na serikali, Mheshimiwa Waziri Mkuu, imekuwa ikiajiri walimu kila mara. Mwaka ambao tumeumaliza mwaka jana mwezi wa 12, Daktari Samia Suluhu Hassan aliajiri walimu 7,000 na wote tumewatawanya nchi nzima. Lakini kwa kasi hiyo ya shule nyingi zilizojengwa, bado tuna uhitaji wa walimu kwenye maeneo kadhaa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitumie nafasi hii nielekeze kwa niaba ya waziri wa TAMISEMI, wakurugenzi wote, halmashauri zote 184, mnalo jukumu la kuwalipa walimu ambao tumewachukua wanaojitolea kwenye mashule yetu. Hili ni jukumu letu sisi serikali, imekuwa hivyo toka zamani na inapaswa kuendelea kuwa hivyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru kwamba wazazi hawa wa Mpimbwe na wilaya yetu hii ya Mlele wameridhia. Swala la watoto kula shuleni ni swala la msingi sana sana, na swala hili tunalifanya kwa kupitia kamati za wazazi za shule, kwa sababu mtoto hata angekuwa nyumbani ni jukumu la mzazi kumpa chakula mtoto. Kwa hiyo tunawashukuru sana wazazi, na niendelee kuwasihi, kuwashawishi, kuwaomba, kuwalilia wazazi wote Tanzania nzima kwenye shule za msingi zote tulizo nazo, waendelee kushiriki na kushirikiana na uongozi wetu wa shule kwenye maeneo yote kuhakikisha watoto wetu wanapata chakula wawapo shuleni.